Yeah, unajua bana katika tunasema katika mkutano kama huu unapopata mwaliko wa Mheshimiwa Rais anafika katika eneo lako, unakuwa pale kuwazungumzia wananchi wa eneo lako. Lakini unapokuwa unazungumzia nje ya eneo lako, mfano kama kuhusiana na daraja la Kigongo Busisi liko nje kabisa ya jimbo la Kisesa. Kuhusiana na swala zima la bwawa la Mwalimu Nyerere liko nje kabisa ya jimbo la Kigongo Busisi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais akasema kwamba haya aliyoyazungumzia basi ni heri labda nikamteua katika zile nafasi 10 bunge wa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais ili aweze kuyazungumzia haya kwa ujumla kwa maana ya utaifa. Badala yake hapa nilitegemea zaidi atazungumzia kama ni changamoto basi za wana Busisi, za wana Kisesa. Za wana Kisesa. Bwana wana Kisesa. Sasa Mheshimiwa Rais hapa wana Kisesa hatujafanywa 1 2 3 4 na serikali. Huko naona au labda serikali imefanya 1 2 3 4 na Kisesa na sio hayo mengine ya huko nje. Kuna msuguano fulani ambao uliweza kutokea hapo na umeweza kuleta mijadala mingi sana kwa wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa na masuala ya kitaifa. Yako mengi sana. Sasa hivi ukiangalia siku ya leo tena Mheshimiwa Rais alikuwa tena Maswa. Amefanya mkutano pale Maswa, kwa naona waheshimiwa wabunge, mbunge wa Maswa Magharibi na mbunge ya Maswa Mashariki walitoa salamu zao kwa wana Maswa, wakaeleza kabisa mheshimiwa, kwa upande wa afya tumepata kiasi fulani, kwa upande wa miundombinu tulipata kiasi, kwa upande wa kitu kile. Huko naona hicho ndicho ambacho pengine Mheshimiwa Rais alitegemea, alitaraji kusikia kutoka kwa bungeni Luhaga Mpina kwa siku ya jana. Alafu unajua jana baada ya Mheshimiwa Luhaga Mpina kuzungumza kuhusiana na kwamba mheshimiwa, sisi tunakudai, au wanaosema hawakudai. Sasa hizo pesa ambazo zisipelekwe huko zije huku kwetu, leo imekuwa ni kauli ambayo inazungumzwa sana hata bungeni. Naona kila mbunge ambaye anasimama kuchangia bajeti ya serikali siku ya leo, nilikuwa nafuatilia mbunge leo asubuhi, alikuwa kila akizungumza ni mheshimiwa hatukudai, mheshimiwa hatukudai, mheshimiwa hatukudai, mheshimiwa hatukudai. Na hata leo mbunge wa Maswa Mashariki na mbunge wa Maswa Magharibi waliosimama pale kuzungumza, basi nao pia ilikuwa ni katika hilo the same rhythm. Hatuna deni na wewe. Tafsiri yake ni kitu gani? Tafsiri yake ni kama kumwambia mheshimiwa kwamba mwenzetu jana aliteleza kusema yeye kwamba anadai, ana deni na wewe. Aliteleza kweli. Ndio tafsiri yake. Leo kila mbunge alikuwa akisimama akichangia. Kila baada ya aya mbili lazima aweke hilo. Kwa kweli mheshimiwa, asante, sisi hatuna deni na wewe. Wakanifanya nikumbuke ile wimbo wa Mrisho Mpoto ambao wanasema hatuna deni na wewe. The Bantu.